Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kufuata matangazo yetu ya asubuhi ya leo ni Alhamisi tarehe 2 Julai mwaka 2026. Tunashukuru Mungu kwa kutujalia kuiona siku mpya yenye afya na matumaini mapya. Kabla kuanza taarifa zetu za asubuhi ya leo, tungependa kuipongeza timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard kwa mapambano makubwa yaliyoonyesha katika kombe la dunia. Ingawa safari imefikia tamati baada ya kufungwa mabao 2-1 dhidi ya England katika hatua ya 32 bora, wameonyesha moyo wa kujituma, uzalendo na ushindani wa hali ya juu ulifanya Kongo kujivunia wa uwakilishi wake. Kushindwa ni sehemu ya michezo, lakini fahari iliyoileta kwa taifa inaendelea kukumbwa. Tunawaambia hongereni Leopard, mmepigania vyema bendera ya taifa. Sasa karibu tuungane nasi katika matangazo yetu ya asubuhi leo kupitia Kivu News Info, tutakuletea habari muhimu za hakika na za kina kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanda ya maziwa makuu na baadhi sehemu zingine za dunia. Basi leo kujuza tu kwamba Kivu News Info na kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Langu jina mimi ni Telo Jelonga, basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi leo, iko tarehe 2 Julai mwaka 2026. Neni Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Mapigano makali yameripotiwa tena siku ya jana Jumatano tarehe 1 Julai katika maeneo ya milima ya juu ya Kivu Kusini, sana katika ukanda wa Mikenge, Minembwe na maeneo ya Itombwe katika eneo la Mwenga na Fizi. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya ndani, mapigano yamekutanisha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wake wa wazalendo na jeshi la Burundi dhidi ya waasi wa Twirwaneho wanadaiwa kushirikiana na muungano wa waasi wa M23. Mapigano yameripotiwa kwanza tena baada ya kipindi kifupi cha utulivu, yalinonesha kuongezeka kwa hali sintofahamu katika eneo hilo. Vyanzo vinasema kwamba mapigano yamekuwa makali zaidi katika vijiji vya Mikenge na maeneo ya jirani ya Bilalo-Mbili, ambako milio ya silaha nzito na nyepesi imesikika kwa saa kadhaa. Hali imesababisha hofu kubwa kwa wakazi wa eneo hilo, wengi wakilazimika kuacha makazi yao na kukimbilia maeneo salama zaidi, ikiwemo baadhi ya wilaya za jirani. Ripoti zinaeleza kuwa eneo la Minembwe na ukanda wa Itombwe limeingia katika hatua mpya ya vita kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia ya drone katika mapigano. Inaeleza kuwa drone hizo zinatumika katika mashambulizi na ufuatiliaji wa kijeshi, hali ambayo imebadilisha kabisa namna ya vita vinavyoendelea katika milima hiyo migumu kufikika. Wanajeshi wa serikali wanadaiwa kulenga kurudisha udhibiti wa barabara na maeneo ya kimkakati kama vile Kalingi na Bidegu, huku upande wa wasi na kujaribu kuimarisha uwepo katika maeneo ya milima yenye umuhimu wa kiuchumi na kiusalama. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuongezeka kwa mapigano kunahatarisha zaidi hali ya kibinadamu, kwani wakazi wa kawaida ndio wanaoathirika zaidi kwa kukosa huduma za msingi, makazi na chakula. Pia wanatayarisha kuwa kufika kwa misaada ya binadamu kunazidi kuwa ngumu kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi za mwisho kuhusu idadi ya waliopoteza maisha kujeruhiwa, lakini hali inaendelea kubaki wa wasiwasi mkubwa katika eneo lote la milima ya juu ya Kivu Kusini. Hali inaendelea kuibua wito wa kuongezwa kwa juhudi za kurejesha amani na kulinda raia walioko katika mapigano hayo ambayo yanaendelea kwa muda mrefu. Ripoti mpya ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imechufua tofauti kubwa za kisera na kimkakati ndani ya uongozi wa muungano wa kijeshi na kisiasa unaohusishwa na waasi wa M23 katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, baadhi ya viongozi wa kisiasa kama Corneille Nangaa pamoja na Joseph Kabila wanadaiwa kuwa na malengo ya kisiasa kutaka kushawishi mabadiliko ya mamlaka mjini Kinshasa. Hata hivyo, ripoti inaeleza kwamba mpango huo haupati uungwaji mkono kwa moja kutoka kwa sehemu kubwa ya viongozi wa kijeshi ndani ya muungano huo. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kwamba viongozi wengi wa kijeshi wa kundi la waasi wa M23 na washirika wake wa Alliance du Fleuve Congo wanapendelea mkakati tofauti. Kulingana na tathmini hiyo, viongozi wa kijeshi wanazingatia zaidi kuimarisha udhibiti wao katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini badala ya kusukuma haraka ajenda ya kuingia na kushika mamlaka katika mji mkuu wa Kinshasa. Ripoti inaeleza kuwa tofauti za ndani zimeanza kuleta mvutano wa kimkakati kati ya upande wa kisiasa na unaofuata wa washawishi wa kitaifa na upande wa kijeshi unaotaka kubaki na nguvu katika maeneo ambayo tayari yamekuwa chini ya udhibiti wao na kwa muda mrefu. Hali inaashiria iwepo migawanyiko na malengo ndani ya muungano huo, jambo linaloweza kuashiria mwenendo wa mzozo mashariki mwa Kongo. Wataalamu wanasema kuwa sehemu ya uongozi wa kijeshi inaamini kuwa kudhibiti maeneo ya kimkakati kama Goma na Ruchuru, Masisi na sehemu zingine za Kivu Kusini ni muhimu zaidi kwa sasa kuliko kuingia katika hatua ya haraka ya kusambaa kuelekea magharibi mwa nchi. Wanabainisha kuwa maeneo haya yenye rasilimali muhimu na pia yana nafasi ya kijeshi yanawapa nguvu kuendelea kuwepo kwa muda mrefu.
Kwa upande mwingine, ripoti inaeleza kuwa baadhi ya wanasiasa ndani ya mtandao huo wanatizama zaidi masuala ya uhalali wa kisiasa na mabadiliko ya uongozi wa taifa, wakiamini kuwa shinikizo la kijeshi linaweza kuleta mabadiliko katika ngazi ya juu ya serikali. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa unatarajiwa kuwa tofauti za ndani naweza pia kuathiri kasi ya mapigano na mwelekeo wa mzozo, hasa ikiwa makundi ya mawili yatashindwa kukabiliana juu ya lengo la pamoja. Ripoti inaongeza kuwa hali ya mashariki mwa DRC bado ni tete, huku mizozo ya kijeshi ikiendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu na raia wakiendelea kuwa waathirika wakuu wa mapigano, wakabiliana na uhamisho wa mara kwa mara, ukosefu wa salama na changamoto kubwa za kibinadamu. Kwa sasa kuna taarifa rasmi za kujibu madai hayo kutoka kwa wahusika waliotajwa moja kwa moja katika ripoti hiyo, lakini wachambuzi wa masuala ya siasa na usalama wanasema kuwa migawanyiko yote ndani ya makundi ya kijeshi unaweza kuathiri mustakabali wa mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa njia kubwa. Waziri mkuu wa nchi, waziri wa mambo ya ndani, usalama na utanguzi wa masuala ya kimila, Jacquemain Shabani Luko amewasili siku ya jana Jumatano tarehe 1 Julai mjini Kisangani katika mkoa wa Chopo kwa ajili ya ziara rasmi ya kikazi yenye lengo la kuimarisha usalama katika eneo la mashariki na kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, ujio wake unahusishwa na mkakati wa serikali, yaani ufuatiliaji wa moja kwa moja wa wale wa usalama katika maeneo yanayokabiliwa na changamoto za kiusalama. Akiwasili katika uwanja wa kimataifa Bangkok, alipokelewa na magavana wa jimbo hilo na lenye la zamani la Grand Orientale pamoja na viongozi wa kisasa kiutawala na wananchi waliokuwa wamejitokeza kwa wingi kumlaki. Ziara inahusisha mkutano mkubwa wa usalama unaokutanisha viongozi wa mikoa mitano muhimu za kikaskazini na mashariki mwa nchi ambayo ni Chopo, Uwele, Bauwele, Turi na Kivu Kaskazini. Mkutano huo wa kimkakati unalenga kufanya tathmini ya kina ya hali ya usalama katika ukanda huo mpana ambao kwa muda mrefu umekuwa ukikabiliwa na changamoto za makundi ya wasi, uhalifu wa kivita na harakati za silaha zisizo halali. Viongozi wa usalama katika mikoa hiyo wamekutana ili kubadilishana taarifa za kitelejia, kuratibu mikakati ya pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kiutendaji kati ya vyombo vya usalama na vyombo na majimbo husika. Lengo kuu ni kuhakikisha kuwa ulinzi wa pamoja na hatua za haraka za kukabiliana na vitisho vinavyoendelea, ikiwemo mashambulizi ya wasi, uhalifu wa mpakani na uhamiaji wa vikundi vya silaha. Serikali inaamini kuwa mkutano ni sehemu ya juhudi za kuunganisha nguvu za mikoa yote katika ukanda huo ili kuzuia vitendo vya vurugu visivuke mipaka majimbo kwa asili zaidi raia. Pia unalenga kuanzisha mfumo wa utaratibu wa pamoja kati ya majeshi, polisi na mamlaka za utawala wa raia. Katika ziara hiyo, waziri huyo pia anatarajiwa kuzindua rasmi mafunzo ya wanajeshi wapya 1600 katika shule ya polisi ya Kapalata, hatua ni sehemu ya mageuzi ya jeshi la polisi la taifa ambako serikali inalenga kuongeza uwezo wa kiutendaji, nidhamu na ufanisi wa vyombo vya usalama nchini. Kwa mujibu wa mamlaka, mafunzo yatasaidia kuongeza idadi ya askari waliopangwa vizuri wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto za sasa na za kiusalama, hasa katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro ya mara kwa mara. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema ziara hii inaashiria umuhimu unaoendelea kupewa ukanda wa mashariki na kaskazini mwa nchi ambako wale usalama bado ni tete kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha na migogoro ya muda mrefu. Hata hivyo, serikali inasisitiza kuwa kupitia utaratibu wa pamoja wa mikoa mitano na kuimarisha kwa vyombo vya usalama kuna matumaini ya kupunguza matukio ya vurugu na kurejesha utulivu wa muda katika maeneo hayo. Ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imebua tena mjadala mzito kuhusu usafishaji wa mnyororo wa biashara ya madini ya coltan kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan eneo la Rubaya katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, coltan inayochimbwa katika eneo la Rubaya ambalo inadaiwa kwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23 imekuwa ikiagizwa katika mifumo ya usafishaji wa madini inahusishwa na nchi jirani ya Rwanda. Wataalamu wa kikundi cha ukaguzi cha Umoja wa Mataifa wanasema kuwa katika mwaka 2025 shughuli za uchimbaji katika eneo la Rubaya iliongezeka kwa kiwango kikubwa. Ripoti inaeleza kuwa ongezeko linaendeshwa na mfumo mpya wa udhibiti wa madini iliyoko katika maeneo yanayodhibitiwa na makundi ya wasi ambako ushuru na ada za lazima zilikuwa zikitozwa kwa uchimbaji na usafishaji wa madini. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, makundi haya ya kisilaha yanadaiwa kuweka mfumo mkali wa udhibiti wa usafishaji wa madini kutoka migodi hadi kwenye njia kuu za usafiri. Hii inahusu udhibiti wa magari, vituo vya ukaguzi visivyo rasmi na ufuatiliaji wa kila sehena ya madini inayotoka eneo hilo, linawezesha mapato makubwa ya kuelekezwa kwa makundi hayo. Wataalamu wapya wamebaini ongezeko kubwa la mauzo ya nje ya coltan na casterite inahusishwa na Rwanda, jambo ambalo limebua maswali kuhusu chanzo halisi cha madini hayo. Ripoti inasema kwa kiwango cha mauzo ya nje kimekuwa kiongezeka kwa kasi zaidi kuliko uwezo wa uzalishaji wa ndani wa nchi hiyo, hali inayoashiria uwezekano wa kuongezwa kwa madini kutoka maeneo ya jirani.
Katika tathmini yao, Umoja wa Mataifa umesema kuwa tofauti kati ya uzalishaji wa ndani na kiwango cha mauzo ya nje ni moja ya viashiria vinavyohitaji uchunguzi wa kina zaidi kuhusu mnyonyoro wa usambazaji wa madini katika eneo lote la maziwa makuu. Wanatahadharisha kuwa mazingira ya migogoro katika mashariki mwa Kongo yanatoa nafasi kwa biashara hiyo isiyo rasmi ya usafirishaji wa madini kupitia njia zisizo halali. Ripoti inaeleza kuwa madini ya coltan na casterite ni rasilimali muhimu sana katika soko la kimataifa, yakitumika katika utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki kama simu na kompyuta, linalofanya eneo la mashariki mwa DRC kuwa muhimu mkubwa wa kiuchumi, lakini pia kuwa chanzo cha migogoro muda mrefu kutokana na ushindani wa udhibiti wa rasilimali hizo. Kwa upande wake, wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa endapo tuhuma hizo zitathibitishwa, naweza kuongeza shinikizo la kimataifa kuhusu udhibiti wa biashara ya madini ya eneo la maziwa makuu. Wanasema pia kuwa udhibiti hafifu wa maeneo ya migodi katika Kivu Kaskazini umechangia kuendelea kwa mzunguko wa vurugu na uhamishaji wa wananchi. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi ya moja kwa moja kutoka kwa pande zinazohusishwa kujibu madai hayo ya ripoti ya utawala wa Umoja wa Mataifa, huku mjadala ukiendelea kuhusu uhalali na ufuatiliaji wa mnyororo wa biashara ya madini katika eneo hilo nyeti. Katika jiji la Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia, kumeripotiwa kuanzishwa kwa utaratibu mpya wa kiutawala unaohusu wasafiri wanaotaka kuingia Rwanda kupitia mpaka wa Gasenyi kuelekea Kigali, hasa wale wanaolenga kusafiri kwa ndege za kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vya ndani ya mji, watu wanaondoka Goma kuelekea Kigali kupitia mpaka wa Gisenyi hasa wanatakiwa kupitia mchakato wa awali wa kusajili katika ofisi ya Municipal ya Goma kabla ya kufika mpakani. Utaratibu mpya unahusisha ufuatiliaji wa nyaraka kadhaa muhimu. Kwanza, msafiri anatakiwa kuwa na jeton ya Salongo ambayo ni udhibitisho wa ushiriki au mchango wa shughuli za kijamii au za kijiji. Pili, anatakiwa kuwasilisha cheti cha makazi, attestation de residence, ambacho kinaweza kupatikana ofisini au kutolewa baada ya kulipa kiasi cha pesa 10,000 za Kongo kwa wale wasiokuwa nacho. Vile wasafiri wanatakiwa kuwasilisha tiketi ya ndege, pasipoti halali pamoja na kadi ya mpiga kura. Nyaraka hizi zote zinahitajika ili kudhibitisha utambulisho wa mhudumu ya safari kabla ya kuruhusiwa kuelekea na safari yao. Baada ya nyaraka hizo kukaguliwa, taarifa za msafiri huingizwa katika mfumo wa data za Municipal Goma. Vyanzo vinasema kwa taarifa hizo baadaye hutumwa kwa uongozi wa mji wa Gisenyi upande wa Rwanda kabla ya kuwasilishwa kwa mamlaka ya uhamiaji wa Rwanda. Mamlaka zinadai kuwa utaratibu unalenga kuboresha usimamizi wa usafiri wa mpakani, ukihakikisha ufuatiliaji wa wasafiri na kupunguza changamoto za kiusalama na kiutawala katika eneo hilo la mipaka ambalo limekuwa na msongamano wa watu na harakati nyingi za usafiri. Hata hivyo, baadhi ya wasafiri wamelalamika kwa utaratibu mpya unaweza kuongeza muda wa gharama za maandalizi ya safari, hasa kwa wale wanaosafiri mara kwa mara au kwa dharura. Wengine wanaeleza kwa ukosefu wa baadhi ya nyaraka kama cheti cha makazi unaweza kuwapa mzigo mkubwa wa ziada kwa kifedha na kiutawala. Wachambuzi wa masuala ya mipaka wanasema kuwa hatua kama hizi mara nyingi huletwa ili kuimarisha udhibiti wa watu wanaopita katika maeneo mpakani, lakini pia zinaweza kuathiri urahisi wa usafiri ikiwa zitasimamiwa kwa wazi na utaratibu mzuri kati ya pande mbili. Kwa sasa mamlaka husika bado hajatoa tamko rasmi na yakina kuhusu muda wa utekelezaji wa utaratibu wala ni kwa kudumu wa muda maalum, huku wasafiri wakiendelea kuelimishwa kuhusu hatua mpya kabla ya kufikia katika vituo vya mpakani. Katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini, kumeripotiwa tena malalamiko makubwa kutoka kwa harakati za kiraia kuhusu kuibuka kupya kwa vizuizi visivyo halali vya barabarani vinavyotozwa fedha, hali inayozua taharuki miongoni mwa wakazi na wasafiri wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na harakati ya kiraia Mouvement Citoyen Simama, vizuizi hivyo vimeanza tena kutokana katika baadhi ya maeneo ya Fizi, hususan katika sekta Nganja, Tanganyika na Lulenge. Harakati hiyo inasema kuwa kurudi kwa vizuizi hivyo kunarudisha nyuma juhudi za kuboresha maisha ya wananchi na kuleta changamoto kubwa katika shughuli za kila siku. Msemaji wa shirika la harakati ya Mouvement Citoyen Simama, Asende Ochudson, amesema kuwa hiyo imekuwa kikwazo kikubwa kwa uhuru wa watu kusafiri na pia imeathiri kwa kiasi kikubwa shughuli za kiuchumi katika eneo hilo. Kulingana naye, vizuizi hivyo visivyo halali vinafanywa na wananchi kulazimika kulipa fedha zisizo rasmi kila wanapopita, jambo linaloongeza mzigo wa maisha hasa kwa wafanyabiashara wadogo na wasafiri wa kawaida. Harakati ya kiraia inaeleza kuwa iwepo kwa vizuizi hivyo unasababisha gharama
gharama za usafiri kupanda kwa kiasi, jambo ambalo limeathiri moja kwa moja biashara kati ya vijiji na masoko ya ndani. Wafanyabiashara walazimika kutumia muda na gharama zaidi kufikisha bidhaa zao sokoni, au kupunguza faida na wakati mwingine kupelekea kupungua kwa shughuli za kiuchumi katika baadhi ya maeneo ya Fizi. Harakati ya kiraia inasisitiza kuwa uhuru wa kusafiri na biashara ni haki ya msingi ya kila raia, na kuwepo kwa vizuizi visivyo halali kuna kiuka kanuni za utawala bora na sheria za nchi. Wanasema kwa endapo hali itaendelea inaweza kuchochea hali ya sintofahamu kati ya wananchi na wale wanaosimamia vituo visivyo rasmi hivyo. Harakati ya kiraia pia inatoa wito kwa mamlaka za kisiasa na kijeshi kuchukua hatua za haraka ili kuondoa vizuizi hivyo na kurejesha hali ya kawaida ya usafiri katika eneo hilo. Wanasisitiza kwa usalama na utawala wa sheria vinapaswa kupewa kipaumbele ili kuhakikisha wananchi wanapata mazingira salama na uhuru wa kufanya shughuli zao za kila siku. Kwa mujibu wa harakati hiyo, kurejeshwa kwa udhibiti wa serikali katika barabara za Fizi kutasaidia kupunguza migogoro ya mara kwa mara kati ya wananchi na watu wanaosimamia vizuizi hivyo, na pia kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika eneo lenye changamoto ya kiusalama na miundombinu. Hadi sasa kuna tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za eneo hilo kuhusu tuhuma hizi, huku wananchi wakiendelea kuishi katika hali ya wasiwasi kuhusu kuongezeko la vizuizi hivyo vinadaiwa kuwa visivyo halali. Mwakilishi wa muda wa nchi wa shirika la afya duniani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Anne Nta amewasili siku ya Jumatano mjini Butembo katika jimbo la Kivu Kaskazini kwa ajili ya ziara ya kikazi na kutathmini mwenendo wa mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ziara hiyo inalenga kufanya mapitio ya kina na ya hatua zinazochukuliwa na mamlaka za afya pamoja na washirika wa kimataifa katika kukabiliana na mlipuko wa 17 wa Ebola unaendelea kupatiwa katika eneo hilo. Dr. Anne alikutana na meya wa mji wa Butembo, kamishna mkuu wa polisi, ambao walijadili hali ya kiutendaji na mfumo wa afya na changamoto zinazokabili juhudi za udhibiti ugonjwa huo. Baada ya mazungumzo yao, Dr. Anne alieleza kuwa moja ya malengo makuu ya ziara hiyo ni kuona kwa macho halisi yale ya utekelezaji wa mapambano dhidi ya Ebola pamoja na kubaini maeneo yanayohitaji msaada wa kiziada kutoka kwa shirika hilo la afya duniani na washirika wake. Alisema kwa tathmini hiyo itasaidia kuboresha mikakati ya udhibiti wa maambukizi na kuimarisha uwezo wa eneo hilo kukabiliana na dharura ya kiafya. Katika maelezo yake alibainisha pia umuhimu wa kuimarisha miundombinu ya uchunguzi wa sampuli za kitabibu. Alipongeza juhudi zilizopo na za kusafirisha sampuli kutoka Butembo kwenda Beni kwa ajili ya uchunguzi wa maabara, lakini akasema bado kuna haja ya kuwepo kwa maabara kudumu ndani ya Butembo yenyewe ili kuongeza kasi ya ufanisi kwa utambuzi wa visa vinavyoshukiwa. Alisema kwa uwepo maabara ya kisasa na ya kudumu mjini Butembo ingekuwa hatua muhimu si tu kwa udhibiti wa Ebola bali pia ni kuimarisha mfumo wa afya na wa muda mrefu katika eneo hilo. Kwa mujibu wake, miundombinu inaweza kuwa misingi wa kudhibiti mlipuko wa magonjwa mengine ya mlipuko unaweza kujitokeza baadaye. Katika mazungumzo ya changamoto za usafirishaji wa sampuli na timu za afya zinazojadiliwa kwa kina, shirika la Umoja wa Afya Duniani lilieleza kuwa itaendelea kutafuta suluhisho za kuboresha mfumo wa usafiri wa mawasiliano ya haraka kati ya vituo vya afya, yanaonekana kuwa muhimu katika kupunguza muda wa majibu ya kitabibu wakati wa mlipuko. Pia ilisisitiza umuhimu wa kuimarisha mfumo mafunzo kwa hudumu wa afya ngazi ya kijamii. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, ushiriki wa jamii ni nguzo muhimu katika mapambano dhidi ya Ebola, hasa katika kuibaini mapema visa vinavyoshukiwa na kuhakikisha vinapelekwa haraka katika vituo vya afya kwa uchunguzi na matibabu. Dr. Anne alibainisha kuwa aina ya Ebola inayozungumziwa katika mlipuko huo inajulikana kama bundibongyo bado haina tiba maalum wala chanzo cha hakika, jambo linalofanya kinga na yana ufuatiliaji wa haraka kwa njia kuu ya kudhibiti maambukizi. Kwa mujibu wa takwimu za mamlaka za afya, hadi sasa jumla ya maeneo 11 kati ya 34 ya afya katika jimbo la Kivu Kaskazini yameathirika na mlipuko huo. Hii inaonyesha kuwa ugonjwa huo bado unaendelea kusambaa katika maeneo mbalimbali, hivyo kuongeza haja ya hatua za haraka na za pamoja. Mji wa Butembo unaendelea kuwa moja ya maeneo yenye mzigo mkubwa wa kimaambukizi. Kanda ya afya ya Katwa imeripoti visa 51 vilivyothibitishwa, huku eneo la Butembo likiwa na visa 28, alionyesha kuwa eneo hilo bado na kitovu muhimu cha ufuatiliaji na udhibiti wa ugonjwa. Wataalamu wa afya wanasema kwa kuimarishwa kwa mfumo wa uchunguzi, ufuatiliaji wa wagonjwa na ushirikishwaji wa jamii kutakuwa muhimu katika kupunguza kasi ya maambukizi na hatimaye kudhibiti mlipuko huu unaoendelea.
Katika maadhimisho ya miaka 66 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyofanyika tarehe 13 Juni, serikali imeweka vikwazo mkubwa katika sekta ya vijana na miundombinu ya usafiri wa anga kama sehemu ya dira ya maendeleo ya taifa. Shughuli hizo zilizuliwa na viongozi mbalimbali za ngazi ya juu akiwemo Spika wa Bunge la Taifa Aimé Bonji Sankara pamoja na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ambaye aliongoza rasmi matukio yote ya kitaifa ya sherehe hizo. Moja matukio makubwa yaliyoagizwa ni uzinduzi wa mpango wa ajira ujasiriamali kwa vijana unajulikana kama Debout Jeune Congolais. Mpango huo unalenga kuwapa vijana nafasi zaidi za kushiriki katika uchumi wa taifa kupitia miradi ya ujasiriamali, mafunzo ya stadi za kazi, upatikanaji wa fursa za ajira, ikiwa ni sehemu za juhudi za kupunguza ukosefu wa ajira nchini. Katika sekta ya miundombinu, serikali ilitangaza kurejeshwa kwa huduma ya reli kati ya kituo kikuu cha treni mjini Kinshasa na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili. Huduma inatarajia baada ya kusimama kwa takriban miaka 15. Hatua inaonekana kama muhimu katika kuboresha usafiri wa ndani ya mji mkuu na kupunguza msongamano wa barabara. Katika sekta ya usafiri wa anga, taifa ilipokea ndege mpya ya shirika la ndege la taifa Air Congo inayokusudiwa kutumia safari za kimataifa. Ndege hiyo mpya inatarajiwa kuanza safari yake kuanzia siku ya jana tarehe 1 Julai kuelekea mjini Bruxelles, hatua inayoashiria kurejea kwa uwezo wa Kongo katika kuimarisha uhusiano wake na wa anga na mataifa ya Ulaya. Katika tukio hilo, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikagua kazi ya ukarabati wa jengo la abiria la safari ya ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili. Kwa kuzio lilenga kuhakikisha kuwa miundombinu ya huduma ya usafiri wa anga inaboreshwa ili kukidhi mahitaji ya sasa ya wasafiri na kuendana na viwango vya kimataifa. Kwa jumla, maadhimisho ya mwaka huu wa uhuru yamekuwa yakibeba ujumbe wa matumaini na mageuzi, yakilenga kuimarisha nafasi za vijana katika maendeleo ya nchi, kuboresha miundombinu ya usafiri na kuinua uchumi wa taifa kupitia uwekezaji katika sekta muhimu. Serikali inasema kwa miradi hii ni sehemu ya maono ya muda mrefu ya kuifanya Kongo kuwa nchi yenye uchumi imara, miundombinu ya kisasa na fursa pana kwa wananchi wake, hasa vijana ambao ndio nguzo kuu ya mustakabali ya taifa. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya amesema kuwa serikali ya Kinshasa inaendelea kujitolea katika juhudi za kurejesha amani mashariki mwa nchi, lakini inatuhumu Rwanda kwa kutokuwa na nia ya kisiasa kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa katika mazungumzo mbalimbali ya amani. Akizungumza katika mahojiano ya kituo cha habari France 24, Muyaya alisema kuwa tangu Julai mwaka 2022 serikali ya DRC imekuwa ikishiriki kamilifu katika mchakato na kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wake, mwezi Disemba mwaka 2024 viongozi walikuwa wamekutana mjini Luanda kwa ajili ya mazungumzo ya amani, lakini alidai kuwa rais wa Rwanda Paul Kagame hakuhudhuria mkutano huo. Aliongeza kuwa mwezi Januari mwaka 2025 badala ya kuendelea na njia ya mazungumzo kulifanyika mashambulizi makubwa dhidi ya mji wa Goma uliodaiwa kuhusisha zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Rwanda. Patrick Muyaya alisema kuwa tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya Washington, serikali ya Rwanda inajionyesha dhamira ya kweli kutekeleza vipengele vilivyokubaliwa. Kwa mtazamo wake, hatua zinazohitajika ili kupunguza mvutano kurejesha amani bado hazijachukuliwa. Akizungumzia hoja uwepo wa waasi wa FDLR, Muyaya alisema kwa serikali ya Kongo inaamini kuwa swala hilo limekuwa likitumiwa kwa takriban miaka 13 kama sababu ya kulalisha vita na kuendelea kwa mgogoro mashariki mwa DRC. Alisema madai yao yanaendelea kujitokeza chini ya marais tofauti wa Kongo, huku kwa mujibu wa serikali yake yakificha maslahi ya uporaji wa rasilimali za nchi. Msemaji aliendelea kwa kudai kuwa maeneo yanayodhibitiwa na Rwanda pamoja na washirika wake yamekuwa kiongozwa kwa vitendo vya ukatili na uhalifu. Alisema hata shughuli za kawaida za wananchi zimeathirika, kidai kuwa katika baadhi ya maeneo raia wa Kongo wamezuiwa kusherehekea mafanikio ya timu ya taifa ya soka Leopard kufukuzwa hatua ya mtoano wa kombe la dunia. Katika mahojiano, Patrick Muyaya alisema kuwa serikali ya DRC kufungua kesi dhidi ya Rwanda mbele ya kuu ya mahakama ya kimataifa inalenga kuitaka mahakama hiyo kutambua haki na kuwajibisha Rwanda kwa kile ambacho Kinshasa inadai ni uhalifu unaofanywa ndani ya ardhi ya Kongo tangu mwaka 2016. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali ya Kongo, naamini kuwa Rwanda kama taifa linapaswa kuwajibika kwa madai hayo, huku watu wote wakituhumiwa kushirikiana na vitendo hivyo, wakiwemo raia wa Kongo wanadaiwa kuwa waathirika, wanapaswa wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria.
Patrick amesisitiza kuwa hatua hiyo ndio inaweza kuweka msingi wa amani wa kudumu na kuhakikisha matukio kama hayo hayajirudii tena katika siku zijazo. Aliwataka Marekani na washirika wake wengine wa kimataifa kutumia ushawishi wao wa diplomasia na kisiasa ili kushinikiza Rwanda kutekeleza kikamilifu makubaliano ya Washington na kuheshimu ahadi zilizotolewa katika juhudi za kutafuta suluhisho la mgogoro unaoendelea mashariki mwa DRC. Hata hivyo, ni muhimu kueleza kuwa Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara tuhuma za kuunga mkono waasi wa M23 na kuhusika na vitendo vya uhalifu vinavyodaiwa kufanyika mashariki mwa DRC, ukisisitiza kuwa hatua zake zinahusiana na masuala ya usalama na mipaka yake. Mgogoro unaendelea kujadiliwa katika ngazi mbalimbali za kikanda na kimataifa kupitia juhudi za diplomasia na kurejesha amani katika eneo la Maziwa Makuu. Na ni hivyo ndivyo ilivyokuwa taarifa yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info kwa tarehe 2 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutuamini na kufuatilia taarifa zetu kila siku. Basi endelea kufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali za kijamii kupata habari za uhakika na kwa wakati na kwa kina. Hii ni Kivu News Info ambayo kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakutakieni siku njema yenye mafanikio katika shughuli zenu za kila siku. Tukiendelea kwa tukutane tena baadaye katika taarifa zetu za mchana ambako tutakuletea maendeleo ya habari zinazoendelea kutokea nchini DRC, ukanda wa Maziwa Makuu na duniani kote. Langu jina mimi ni Teloje Longa. Basi asanteni sana kwa kuwa nasi. Mungu awabariki na ibariki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tujalie amani ya kudumu. Kwa heri na kutonane tena baadaye.